Januari 22, 2026 ni kualike mtazamaji wa Manara TV popote pale ambapo unatutazama kwa uzuri kabisa. Langu jina ni Umu Mdoe almaarufu kama mwamuzi wa mchezo, unaweza kuniita hivyo, na ni kualike kwenye mahojiano maalum na msemaji wa klabu ya Singida Black Stars ambayo inashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia wanashiriki kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu 2025 2026. Ikiwa leo ni Januari 22, Januari 25 watakuwa na kibarua kingine kizito kwenye mchezo wa hatua ya makundi kombe la shirikisho. Mengi tutayasikia kutoka kwa Hussein Masanza kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo uliopita walitoka kupokea kichapo cha goli 1-0 dhidi ya JKT Tanzania. Mipango mikakati ni ipi kuhakikisha Singida wanamaliza kwenye nafasi 4 za juu, ikibidi pia kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara? Vivyo hivyo kwenye kombe la shirikisho wamejipangaje kufikia malengo ya kutoa ubingwa huo? Kama ambavyo tunakumbuka, mahistoria inaeleza kwamba Singida Black Stars ni mabingwa wa kombe la Sekafa 2025. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yani kwenye ufunguzi ukaona uweke na kichapo. Kinini sasa? Kichapo ambacho tumekipokea juzi. Ilikuwa kuna umuhimu huo. Si ndio mechi ya mwisho? Sasa mimi nitakuja na takwimu. Okay. Mpaka sasa tumecheza mechi 7 ligi kuu. Mechi 2 tumeshinda, mechi 2 tumepoteza, mechi 3 tumetoa sare. Si takwimu nzuri kwa timu kama Singida Black Stars. Nafasi ya 9, nafasi ya 11. Sijui maana sijaangalia matokeo ya mwisho. Mimi napenda tukishagia kwenye top 4 ndio nawe nachungulia. Wewe. Kwa hiyo tukiangalia kitakwimu hatujapoteza sana, lakini hatujafanya vizuri ile ambavyo tumekuwa tukizoeleka kufanya. Lakini sisi kama timu tunafahamu changamoto ilikuwa wapi. Yapo mabadiliko ambayo tumeyafanya hapa katikati kwenye idara zetu, idara ya ufundi. Watu wataona tulifanya mabadiliko kidogo. Kwa ugeni wa waliokuja na hii shifting ya majukumu inaweza kuwa kwa namna moja ama nyingine haikuleta utulivu na michuano inaendelea. Lakini pia ukiangalia tumepata pia changamoto za usajili. Ni vile hatujawahi kusema, lakini tulipata changamoto ya kufungiwa usajili. Mpaka sasa tulipata changamoto, lakini sasa hivi changamoto hiyo imeondoka na tumeweza kuwawezesha wachezaji wetu kupata usajili uliokamilika kwa hawa wapya. Na ndio sehemu pia ya tena au ndo naleta ishara ya mke mwema anatoka kwa mbinguni. Imetoka mbinguni. Yes, kwa hiyo tumekamilisha changamoto zote ambazo zilikuwa zinatukabili na tumeweza kuwaingiza kwenye mfumo wachezaji wote ambao tunawataka kuwatumia, na inshallah kuanzia huko tunakoenda mbele basi tutakuwa tuko vizuri kweli kweli. Tunaenda kwenye mechi tukiwa tunajiamini, kila kitu kwenye upande wa usajili kimekaa sawa. Tuje kwenye malengo ya Singida Black Stars kwenye ligi kuu sasa ya nyumbani Tanzania. Msimu uliopita mmemaliza kwenye nafasi 4 za juu ambazo zimewapa kibali cha nyinyi kushiriki kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambapo mpo huko sasa hivi. Kwa mwenendo ambao mnaenda nao, mnatoa wachezaji, lakini umezungumza changamoto za usajili, mipango mikakati iko vipi? Sisi tumetengeneza timu yetu kwa falsafa 2. Falsafa ya kwanza ni ushindani. Tuwe na timu ya ushindani, ndio maana tumeweza kufanikiwa msimu uliopita. Lakini falsafa ya pili ni biashara. Tunafanya biashara pia kwenye timu yetu. Kwa hiyo kwenye ushindani, of course tulichojiweka kujichallenge msimu huu, kwanza tuliweka malengo ya kutinga hatua ya makundi kwenye michuano ya kimataifa. Lengo hilo tumetiki, limeshakamilika 100%. Lakini lengo la pili ambalo tumeweka ilikuwa ni kuhakikisha msimu huu tusiondoke mikono mitupu. Kwa maana gani? Tupate angalau hata kombe moja. Kwenye ligi kuu ama shirikisho yote ambayo tunashiriki tupate angalau hata kombe moja. Tayari ninavyozungumza tuna kombe la Sekafa, kombe lenye hadhi Afrika Mashariki na Kati. Challenge nyingine ambayo tumejiwekea kwenye ligi kuu NBC ni kujichallenge, of course kuchallenge ubingwa. Lakini tukikosa huko, challenge yetu ni kwamba tusimalize nafasi tuliomaliza msimu uliopita. Yaani nafasi ya 4. Msimu uliopita kama tumaliza nafasi ya 4, msimu huu tumalize kwenye nafasi bora zaidi. Kama si nafasi ya 3, ya pili, ubingwa wenyewe ambao tuna challenge. Kwa na tunavyoona bado tuna hiyo fursa ya kufanya vizuri. Linawezekana hili. Why not? Okay. Tuzungumzie sasa sajili, kwa maana leo ni tarehe 22, siku chache zimesalia kwa ajili ya dirisha dogo kufungwa, na bila shaka sasa tutatamani kuona wachezaji wapi ambao watakuwa wameingia kwenda kuziba magepu ya wale ambao wametoka. Sasa hivi kila timu inajimarisha na sisi Singida Black Stars tunafanya maboresho ya kiufundi katika squad yetu. Wapo nyota wetu ambao wanaondoka, wengine mikataba imeisha.
lakini wapo wale ambao hawafiti kwenye mfumo wa sasa. Ripoti ya kiufundi imetuelekeza wengine tumewatoa kwa mkopo, wameenda vilabu vingine, lakini wapo nyota ambao tunawaongeza pia wanaingia kwenye timu yetu, na mchakato huu bado unaendelea, lakini tumefikia hatua nzuri sana 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 sana. So bado mpaka tukifika mwisho wa dirisha la usajili tutatoa ripoti kamili, lakini sasa hivi watu watarajie kuona sura mpya ndani ya kikosi chetu, lakini pia wengine washaanza kuona wanaondoka. Yote hiyo ilikuwa ni sehemu ya tathmini ambayo ilitangulia, na kinachofanyika sasa hivi ni kufanyia kazi kile ambacho kimewekwa kwenye ripoti. Okay. Kwa sasa hivi kilichopo mbele yenu ni mchezo wa hatua ya makundi Kombe la Shirikisho barani Afrika, mtacheza tarehe 25. Viongozi wanazungumza nini, wachezaji ukiwa kama wewe ndio msemaji wa timu, kuhakikisha mnakwenda kuwatoa kimasomaso wa Tanzania ambao watajitokeza pale Amani Complex? Ni mchezo mwingine mgumu kwa sababu hatua ya makundi si lele mama. Na ndio maana zipo timu zina miaka zaidi ya 20 30 zilikuwa zinapambana kuingia, zimekuja kuingia juzi hapa. Kwa hiyo Azam FC. Kwa sisi kwetu si mchezo wenye pressure hivyo, kwa sababu malengo yetu kwenye Kombe la Shirikisho tumeshayafikia ya msimu huu, lakini kwa sababu ni timu ya ushindani tutaenda kushindana na ushindani ambao utaonekana. Hatuwezi kukubali kupoteza nyumbani. Zanzibar sisi ni nyumbani. Kwa hiyo tunaenda na dhamira ya kupata ushindi, morali ya wachezaji iko juu sana. Hata bonus walioahidiwa ni kubwa. Ongeza motisha. Kuna bonus pia, ahadi ya goli la mama ipo humo ndani, ambao nao huwa inatupa mzuka, tumeshaonja utamu wake. So ni mchezo ambao tunaenda, wachezaji wetu wanaenda kupambana kufa na kupona, kwanza kuturudisha kwenye fomu yetu. Tumezoeleka kuwa timu ya ushindi, kila mechi zetu tunashinda. Kwa hiyo tunaenda kurudisha fomu yetu kwenye mchezo huo, lakini pia tunaenda kujitengenezea nafasi nzuri zaidi kuelekea katika hatua ya robo finali. Hiyo sasa itakuwa bonus. Tukiwa tumevuka kwenda robo finali ni bonus, na tunaitaka hiyo bonus. So ni michezo minne imebaki, watatu tunaanza kupunguza tarehe 25. Ukitoa Simba, Yanga, Azam, timu inayofuata kuzungumzwa ama kutajwa ni Singida Black Stars, lakini pia ni timu ambayo haina historia ya muda mrefu sana kwenye ligi kuu soka Tanzania bara pamoja pia na michuano hii ya kimataifa. Siri hasa ya Singida Black Stars ni nini kujiimarisha katika kila engo? Sisi si kwanza pamoja na muda mfupi, lakini tumepitia nyakati zote. Tumepitia nyakati ya kuwa timu ndogo, tukapitia nyakati ya kuwa timu ya daraja la kati, na sasa tupo katika level ya timu miongoni mwa timu kubwa ambazo zinazungumzwa na mashuhuri. Nadhani ni mikakati ambayo tuko nayo kama uongozi na kazi kubwa ambayo inafanywa na viongozi wote wa timu yetu, lakini wachezaji pia ambao tunawasajili hawatuangushi, wanafanya kazi nzuri, na mashabiki wetu wana Singida wamekuwa sambamba na timu yao. Kwa hiyo ukiangalia mkusanyiko wa vitu vyote hivi, why timu zifanye vizuri, lakini kubwa zaidi mastaa ambao tuko nao ndani ya timu yetu wanasaidia pia kuwa sehemu ya mijadala inayoendelea ya kisport hapa nchini. Utaona kila transfer ambayo tunafanya sasa hivi kitokea tumetoa tu mchezaji, gumzo nchi nzima. Si kwa sababu tu tumetoa mchezaji, kwa sababu tumetoa mchezaji bora ambaye anaenda sehemu nyingine. Na mnatoa wengine bure. Wengine wanatoka wanaenda bure, kwa hiyo mjadala unazidi kuwa mkubwa. Lakini sisi kama timu, hayo kwetu ni mafanikio. Kuwa sehemu ya mijadala ya mpira wa miguu wa Tanzania hii. Kuna timu ngapi? Lakini Singida kuwa katika level moja ya Simba, level moja ya Yanga, level moja ya Azam FC, kwetu sisi ni sehemu ya mafanikio. Lakini mafanikio zaidi ni kupata mataji ambayo tayari tumeshaanza kuyachukua. David Juma Auma ambaye ndiye kocha mkuu wa kikosi cha Singida Black Stars, eneo gani ambalo amekuwa akilipigia kelele hasa na kutamani aongezewe nguvu ili kufikia kwenye yale malengo yake akiwa kama kocha? Bana, huyu amenitajia jina la Juma, nilikuwa silijui bana. Uliza. Kocha anaitwa David Juma Auma. Yes. Okay, hilo la Juma ndo nalisikia leo hii. Muulize. Okay. Hii is exclusive kwangu hii. Muulize. Hii ndo kama leo umemuoa mke afu humjui, wanamjua watu wa mtaani. Mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kufanya interview na David Juma wakati amewasili Tanzania. Okay. Kipindi akiwa na Wagosi wa Kaya. Okay. Yes. Kwa hiyo ni kocha ambaye tuna ukaribu, yani tunazungumza vitu vingi. Mko karibu sana. Yeah. Okay, sawa. Swali lilikuwa ni yeye ndio kocha mkuu. Maeneo gani ambayo amekuwa akiyapigia kelele akihitaji aongezewe nguvu ili kufikia kwenye yale malengo sasa ya msimu mzima? Yeah, of course ripoti ya kocha David Juma Auma imetanabaisha maeneo mengi, kwa sababu ni ripoti ya kiufundi, ina masuala mengi sana ukiachana na squad, lakini kwenye eneo la kikosi amesisitiza sana pamoja na wasaidizi wake. Eneo letu la defense lilikuwa linatusumbua sana, ukiangalia backline yetu
Kazi kubwa imefanywa na Kennedy Juma, imefanya kazi kubwa na mabeki wengine ambao wamecheza nafasi hizo, yeye akiwa kama kapteni, lakini bado ilikuwa tuna struggle. Kwa hiyo tumeimarisha eneo la ulinzi, lakini pia tumeondoa baadhi ya nyota ambao tuliona katika eneo la ulinzi pengine wanaweza wasiwe msaada, hasa kwa mashindano ambayo tunashiriki. Nyota wetu Anthony Trabi tumemalizana naye bwana, sije kuitoa taarifa kwa mara ya kwanza kwa exclusive. Tumefikia naye makubaliano ya kumaliza kuvunja mkataba na kila pande imeondoka kwa amani, hakuna vurugu za hapa na pale. Ni mchezaji ambaye ametumikia Singida Black Stars, lakini kwa ripoti ya kiufundi tuliona asingeweza kuendelea kutusaidia, tumelazimika kuvunja naye mkataba. Lakini tumeimarisha, tumeleta nyota wetu wapya, wapo akina Abdallah Khair Sebo ambaye yeye anatokea Azam FC, amekuja hapa kwa mkopo, lakini mkopo wake unaelekea mwishoni. Tunataka tuone kipindi hiki akitushawishi basi atapata mkataba wa kudumu. Lakini yupo Abdul Malik Zakaria, huyu ametoka, tumemsajili kutoka Mashujaa, naye pia amekuja kutuongezea kitu. Yupo Abdallah Saidi Lanso ambaye tumemchukua kutoka pale KMC. Lakini wapo wengine kama wawili hivi wa surprise. Au sasa kutoka vilabu vya hapa nyumbani. Wapo hapa ligi kuu ya Tanzania. Tumefanikiwa kupata huduma zao. Michakato ikimalizika tutatoa taarifa. Kwa hiyo ni eneo ya backline, lakini eneo la safu yetu ya kiungo, of course tumekuwa na viungo wengi sana. Singida Black Stars ndio timu ambayo ina viungo wengi sana ambao wanafanya vizuri. Lakini pia tumeadjust kwa kuongeza zaidi wazawa. Alikuwepo pale Khalid Gego, sana peke yake ndo alikuwa ni mzawa ambaye anapata hiyo nafasi. Lakini tumeongeza wakina Ahmed Pipino ambaye anatokea KMC, naye pia ni miongoni mwa usajili ambao tumefanya kwenye safu yetu ya kiungo. Na kwa sababu ripoti bado inaendelea kufanywa kazi, huenda tukazalisha wasawa wengi zaidi. Safu yetu ya ushambuliaji hatujaiacha. Bwana, Singida tunapenda kusajili. Mna sifa. Tunapenda kusajili kwa sababu pia tuna lengo ya biashara. Kwa hiyo tunaleta wengi, baadaye tunafanyia jambo. So na eneo pia la safu yetu ya ushambuliaji tumeongeza washambuliaji wapo wa kigeni. Lakini pia eneo letu la winga. Kwa ufupi ni maboresho ambayo yamefanyika kila idara, hata kwa kugusagusa kuhakikisha kwamba tuna fine tune kila department ili tuwe mama. Morris Chuku anaendelea kusalia ndani ya kikosi cha Singida Black Stars. Maana taarifa zinaeleza kwamba huenda akatimkia kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Hiki ni kipindi cha tetesi za usajili. Dirisha liko wazi, tetesi ziko nyingi. Na Singida tunafurahi tukiona wachezaji wetu wanahusishwa kuondoka kwa maana ya biashara au kwenda vilabu vingine. Inatupa picha kwamba watu wanaona mali ndani ya Singida Black Stars. Lakini mpaka dakika hii ninavyozungumza, bado sina taarifa yoyote kutoka kwa mtendaji mkuu kuhusiana na kama kuna ofa imeletwa inayomhusu Morris Chuku. Lakini zipo ofa ambazo zimewahi kuja na baadhi pia nyota wetu wengine bado zinaendelea kuchakatwa. Kama ofisi itawasiliana na idara ya ufundi kuona kama hakuna athari, basi biashara itafanyika na tutatoa taarifa kwa umma. Ukiitoa Singida Black Stars zinabaki timu 15. Katika hizi timu 15 kuna timu ambayo imefanya usajili mpaka sasa ukawashitua Singida? Kila timu ambayo inafanya usajili inatushtua. Kama kila timu zote za ligi kuu. Ni kwa sababu kila timu inajiimarisha sasa hivi. Ukitazama kila timu inachokifanya ni kujiimarisha kwa sababu ya ushindani. Kwa kila usajili hatuuchukulii poa. Watu mpaka wanasajili mchezaji wamefanya tathmini, wameangalia atawasaidia wapi, wanaenda kujiongezea nguvu ya kuja kushindana na Singida Black Stars na timu nyingine. Kwa sisi kila timu bila kutaja majina, kila timu inapofanya usajili tunajua haifanyii usajili kwa ajili ya kujifurahisha tu, kwa ajili ya kushindana, na wanashindana kina nani? Ndio kina sie. Kwa lazima itushtue. Yes. Unakiri kwamba msimu huu umekuwa mgumu kulingana na mechi ambazo umecheza na nafasi ambayo mpo mpaka sasa? Msimu huu ndio umekuwa msimu bora zaidi kuliko misimu yote ambayo Singida Black Stars tumekuwa kwenye mpira wa miguu. Msimu huu tuna mafanikio yanayohesabika. Nimetoka kueleza mwanzo hapa, tumechukua kombe la Afrika Mashariki, tumeingia hatua ya makundi. Mwaka 2025 mwishoni pale tumecheza finali ya FA. Tumekamilisha ujenzi wa uwanja wetu na mwezi huu Februari tunaanza kuzindua rasmi kwa kucheza mechi za mashindano ikiwemo ligi kuu NBC. Kwa ni msimu bora kweli kwetu mpaka sasa hivi. Lakini msimu bado uko unaendelea. Tunaamini mpaka mwisho wa msimu tutakuwa na vitu vingi zaidi vya kujivunia. Tutaraji kuona nyota wapya kwenye mchezo wa tarehe 25? Yeah, of course. Na ndo usajili wetu huwa tunatambulishaga kwa staili hiyo. Watu wasiache kuja uwanjani, wale ambao wanaweza kufika Zanzibar, lakini ambao watatazama kwenye TV wasishangae wakikutana na sura mpya ndani ya kikosi cha Singida Black Stars. Sisi hatutoi mchezaji kabla hatujapata uhakika wa kuwa na mchezaji mwingine wa kuchukua nafasi yake.
na tukitoa mali tunaleta mali zaidi. Chama kibabage mibadala yao tayari. Mchezaji yeyote ambaye ameondoka Singida Black Stars ilitangulia tathmini ya kupata mbadala wake na maamuzi ya kumtoa yanakuwa ya mwisho. Sisi hatutoa wachezaji kama fashion au kutafuta kiki au kutaka kutrend. Sisi tunafanya maamuzi ya kitaalamu. Kinachoshtua watu tu ni majina ya wachezaji wetu, kwa sababu sisi ni timu ambayo imesheheni mastaa. Singida Black Stars mastaa watupu. Hamna mchezaji kwenye timu yetu ambaye sio star. Hamna hata mmoja. Kila mchezaji ambaye unamwona Singida Black Stars, sifa ya kwanza uwe star. Alafu sifa nyingine, kwa sababu ukishakuwa star maana yake wewe ni fundi, ndio maana umekuwa star. Kwa hiyo ili usajiliwe Singida lazima uwe star. Na wachezaji wote ni mastaa. Na ndio maana unaona kila tunaposema tumemhamisha huyu, tumemtoa kwa mkopo, tumefanya hivi, inakuwa story. Nyinyi mnabomoa timu. Lakini wakija ambia tumeshatoa hawa, hem tuwaweke pembeni. Tupangie kikosi kilichobaki, kila mtu anashika kichwa. Kumbe bado mna wachezaji wazuri. Ni falsafa yetu ya kuwa na timu yenye wachezaji wazuri ili tuwezeshe hata kufanya biashara vizuri. Kwa hiyo bado tuko imara. Okay. Tuweke wazi, pengine mtazamaji anajiuliza Hussein Masanza yupo Dar es Salaam, lakini tarehe 25 kuna mechi. Kikosi kipo Dar es Salaam ama tayari kimeshawasili Zanzibar? Leo tarehe 22 tuna siku 3 tu. Siku 2, siku ya 3 ni mechi tarehe 25. Tayari kuna baadhi ya viongozi wametangulia Zanzibar sambamba na timu. Kikosi kimeondoka hapa jana kuelekea visiwani Zanzibar na tayari kimeanza programu ya maandalizi ya mechi. Mimi na baadhi ya viongozi wengine tutaungana na timu ndani ya siku 2 hizi. Yapo masuala ambayo tunashughulikia kiutendaji hapa Dar es Salaam, yakikamilika tutaungana na timu Zanzibar. Kwa wachezaji wale ambao wamepata nafasi ya kusafiri na timu kuelekea pale Zanzibar baada ya kufika kule na mazoezi ambayo wamefanya jana pengine na leo, kuna injury yote ambayo imetokea pengine kocha amethibitisha hilo? Kwa ripoti ambayo naipokea kutoka Zanzibar hakuna ambaye amepata injury siku 2 hizi, yani jana na leo. Lakini wapo nyota wetu ambao wameshindwa, watashindwa kushiriki mchezo kwa sababu wana injury ambao zinaweka nje. Hapa namuongelea Andy Cyril Kofi, beki wetu wa kulia, alipata injury kwenye tangu Mapinduzi. Mchezo wa nusu finali pale kidogo ilikuwa kuna ajali ilitokea, amepata shida ya bega, lakini anaendelea na matibabu, ila yatamweka nje wiki 2 mpaka 3 hivi. Kiachana na Andy Cyril Kofi, mchezaji mwingine ambaye alikuwa na changamoto ya kiafya lakini ameimarika ni Ibrahim Imoro. Yeye alipata changamoto ya kiafya, aliugua tukiwa Dodoma, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu hali yake imetengamaa na nimeambiwa jana amepata nafasi ya kushiriki mazoezi mepesi na leo nadhani hali yake itakuwa imeimarika, atashiriki mazoezi. Mimi nikushukuru kwa wakati wako na niwatakie kila laheri katika mechi yenu ya tarehe 25. Asante sana. Inshallah tutashinda. Hussein Masanza, afisa habari wa Singida Black Stars, nikizungumza naye hapa kuelekea mchezo wa Jumapili tarehe 25, lakini pia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea juu ya sajili mbalimbali kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kama ambavyo amesikika akisema kwamba malengo yao msimu huu ni kuhakikisha wanamaliza nafasi 4 za juu, lakini si katika nafasi ya 4, iwe ya 2, ya 3 ama ikiwezekana kutoa ubingwa wa kombe la ligi kuu soka Tanzania bara. Yote yanawezekana ikiwa wamejidhatiti na kufanya sajili za maana kweli kweli. Endelea kubaki na Manara TV kwa kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike. Umu Mdoe, _sports lady Instagram unanipata hivyo, endelea kubaki na sisi.